Mwaka 1998 ilitoka filamu kule nchini India ambayo iliweza kutikisa dunia nzima, na hapa naizungumzia filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, filamu ambayo iliweza kuandikwa na kuongozwa na Karan Johar na kuigizwa na waigizaji nguli kutoka nchini India. Hapa namzungumzia Shah Rukh Khan, Kajol, Salman Khan pamoja na Rani Mukherjee, filamu ambayo mpaka leo hii ukiitazama inakupa ladha na msisimko ule ule. Na leo nakusogezea mambo 10 ambayo pengine ulikuwa huyafahamu kuhusiana na filamu hii ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Jambo la kwanza, uhusika wa Tina uliandikwa kwa ajili ya mwigizaji Twinkle Khanna. Karan Johar ambaye ndio mwongozaji na mwandishi wa filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai aliandika uhusika wa Tina kwa ajili ya rafiki yake wa utotoni Twinkle Khanna, na uhusika huo wa Tina uliweza kukataliwa na mwanadada huyo Twinkle Khanna ambaye Tina ni jina lake la utani ama nickname. Kwa hivyo Karan Johar akalazimika kutafuta waigizaji wengine ambao wataweza kucheza uhusika huo wa Tina katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Karan Johar aliwafuata wahusika wengine kama vile Tabu, Shilpa Shetty pamoja na Aishwarya Rai kwa ajili ya kuweza kucheza uhusika huo wa Tina katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, lakini hawa wote waliweza kukataa uhusika huo, na ndipo Karan Johar akamfuata mwanadada Rani Mukherjee naye akakubali kuweza kucheza uhusika wa Tina katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Kwa hivyo uhusika wa Tina ulikataliwa na waigizaji zaidi ya 4 mpaka pale Rani Mukherjee alipokubali kucheza uhusika huo katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, na of course aliutendea haki kweli kweli. Jambo la pili, Shah Rukh Khan hakuipenda hadithi ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Kwa mara ya kwanza director Karan Johar alipomhadithia Shah Rukh Khan hadithi ya filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, guji wa filamu kutoka nchini India, Shah Rukh Khan hakuweza kabisa kuipenda hadithi hiyo ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Yeye mwenyewe alisema kwamba ni hadithi ya kijinga ama isiyokuwa na maana yoyote, na aliweza kucheza uhusika wa Rahul katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai si kwa kupenda, bali kwa ajili ya kumsupport rafiki yake wa muda mrefu ambaye ni director Karan Johar katika filamu yake ya kwanza ambayo alikuwa anaifanya kama director ama mwongozaji mkuu. Kwa hivyo Shah Rukh Khan hakufanya filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai kwa kupenda kutokea mara ya kwanza, bali alifanya kwa ajili ya kumsupport rafiki yake Karan Johar, lakini aliitendea haki kweli na akaipa ukubwa filamu hiyo ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Nadhani naye mwenyewe pia alikuja akagundua kwamba angefanya makosa makubwa kama asingekubali uhusika wa Rahul katika filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Lakini mara ya kwanza alipopelekewa hadithi hii na director Karan Johar, gwiji Shah Rukh Khan hakuweza kuipenda kabisa hadithi ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Jambo la tatu, wimbo mkuu wa Kuchi Kuchi Hota Hai ulitungwa bafuni. Na hapa tunazungumzia melody kuu ya filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, melody ambayo inakwenda kama ifuatavyo: tum passe aaye yo muskuraye tum na jani kya. Na melodi hii iliweza kutungwa bafuni na mwigizaji Jugal Hasraj ambaye alikuwa anaoga, na baadaye akampelekea melodi hii director wa filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai Mr. Karan Johar, na Karan Johar akaweza kuipenda melodi hii na kuweza kuifanya kama melodi kuu ya filamu yake ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Jambo la 4 ambalo pengine ulikuwa ulifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai ni kwamba mwanadada Kajol aliweza kupoteza kumbukumbu wakati wanashuti filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai. Wakati wa kushuti ama kurekodi filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai, katika kurekodi wimbo wa Ye Ladka Hai Diwana, mwigizaji Kajol aliweza kudondoka na baskeli na kuweza kupigiza kichwa chake chini, jambo ambalo lilipelekea akapoteza fahamu, na hata alipozinduka akawa amepoteza kumbukumbu kwa muda. Kitaalamu inaitwa partial amnesia, na akawa hakumbuki kitu chochote kile na amkumbuki mtu yeyote mpaka pale ambapo boyfriend wake wa kipindi hiko ambaye ndiye mume wake wa sasa hivi wa ndoa Mr. Ajay Devgan alipopigiwa simu na kuongea naye, na hapo ndipo mwanadada Kajol akarudisha kumbukumbu zake na zoezi la kushuti filamu ya Kuchi Kuchi Hota Hai likaendelea kama kawaida.
Jambo la tano ambalo pengine ulikuwa ulifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba mwigizaji Salman Khan alijitolea kucheza uhusika wa Aman katika filamu hiyo. Karan Johar aliandika uhusika wa Aman kwa ajili ya mwigizaji Saif Ali Khan, ambaye Saif Ali Khan aliweza kukataa uhusika huo, na ndipo Salman Khan alipomfuata Karan Johar walipokuwa katika sherehe na kumweleza kwamba anataka kufanya nafasi hiyo katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye atakubali kuifanya. Na ndipo Karan Johar akamkubalia na kumpa nafasi hiyo Salman Khan aweze kuicheza katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae, nafasi ambayo Salman Khan aliitendea haki kweli. Kwa hiyo Salman Khan aliigiza movie ya Kuchi Kuchi Hotae kama sehemu ya kumsaidia rafiki yake Karan Johar katika filamu yake hiyo ya kwanza ambayo ndiyo alikuwa anaiongoza. Jambo la sita ambalo pengine ulifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba filamu hiyo imetokana na vibonzo vya Aki Comics. Kupitia mahojiano mbalimbali, director Karan Johar ambaye ndio director mkuu na mwandishi wa filamu ya Kuchi Kuchi Hotae alikiri kwamba filamu hiyo ilitokana na vibonzo ama katuni za Aki Comics, ambapo wahusika wakuu aliwatoa katika vibonzo hivyo ama katuni hizo. Uhusika wa Rahul aliufananisha na uhusika wa Archie, uhusika wa Anjali aliufananisha na uhusika wa Betty, na uhusika wa Tina aliufananisha na uhusika wa Veronica, pamoja na uhusika wa Principal aliufananisha na uhusika wa Principal wa Weatherby katika vibonzo ama katuni hizo za Aki Comics. Kwa hivyo filamu ya Kuchi Kuchi Hotae imekuwa inspired na vibonzo ama katuni za Aki Comics. Jambo la saba ambalo pengine ulikuwa ulifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba ilikuwa ni kazi ngumu sana kumfanya yule Anjali mdogo ama mtoto wa Shah Rukh Khan aweze kulia katika sini za huzuni katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae. Mwanadada Sana Said ambaye ndio alicheza kama Anjali mdogo ama mtoto wa Shah Rukh Khan katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae alikataa kutumia madawa kuweza kutoa machozi ama glycerin. Badala yake ilimlazimu director Karan Johar kumfokea ama kuwa mkali na kumkaripia mara kwa mara ili tu Sana Said ama Anjali mdogo aweze kutoa machozi mbele ya kamera katika sini ambazo zilikuwa zinahitaji aonekane mwenye huzuni. Jambo la 8 usilofahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba sauti ya mwigizaji mwanadada Rani Mukherjee alimanusura ibadilishwe. Mwishoni mwa miaka ya 90, sauti nzito ya Rani Mukherjee ilikuwa inaonekana kama kikwazo katika kazi nyingi za filamu. Kwa hivyo hata katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae, director Karan Johar alikuwa amepanga kuibadilisha sauti hiyo. Yani alikuwa amepanga Rani Mukherjee akishaigiza vipande vyake ama sini zake, then atafutwe mwanadada mwingine mwenye sauti nyororo aweze kupandikiza sauti kwa juu, yani aweze kufanya dubbing sauti ya Rani Mukherjee ili sauti iwe nyororo. Lakini Rani Mukherjee aliweza kufanikiwa kumshawishi director Karan Johar sauti yake iweze kubaki katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae, na director Karan Johar alikubali na sauti ya Rani Mukherjee ikabaki katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae, sauti ambayo mpaka leo hii imepata umaarufu mkubwa, na kama pengine ingetolewa katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotae labda isingepata umaarufu kama ilivyo hii leo. Jambo la 9 ambalo pengine ulifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ina toleo la siri la mbwa. Director Karan Johar alitengeneza toleo la katuni ambao wahusika wake wakuu walikuwa ni mbwa. Filamu hiyo aliyoita Kuchi Kuchi Hotae ambapo wahusika wote walikuwa ni mbwa. Ilikamilika japokuwa haikuwahi kutambulishwa rasmi kwa sababu Karan Johar alihisi mashabiki hawatofurahia kuwaona waigizaji wao wakubwa kama vile Shah Rukh Khan pamoja na Kajol katika uhusika wa mbwa. Kwa hivyo filamu hiyo ilitengenezwa lakini haikuwahi kuzinduliwa rasmi na Karan Johar kwa uoga wa kuweza kuwaaibisha mastaa waliocheza katika filamu halisi ya Kuchi Kuchi Hotae. Na jambo la 10 na la mwisho ambalo pengine ulikuwa hulijui kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotae ni kwamba zile sini za chuo kikuu cha St. Xavier
zilishutiwa katika nchi 3 tofauti. Naam, sini nyingi za nje za chuo zilishutiwa katika chuo kikuu cha Mauritius kilichopo Mocha. Sini za ndani ziliweza kushutiwa jijini Mumbai katika studio za filamu za ndani, na baadhi ya sini, kwa mfano sini ya Kohimiligaya, iliweza kushutiwa katika nchi ya Scotland. Kwa hiyo zile sini zote za chuo ambazo tunaziona katika filamu ya Kuchi Kuchi Hotahe hazikushutiwa kwenye chuo kimoja ambacho kipo India, la hasha, bali ziliweza kushutiwa katika sehemu mbalimbali ambazo ni nchi 3 tofauti. Na hayo ni mambo 10 ambayo pengine ulikuwa yafahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotahe. Najua kuna mambo mengi sana ambayo watu wengi pengine hawayajui kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotahe, lakini leo hii nimekusogezea hayo mambo 10 ambayo pengine ulikuwa huyafahamu. Niandikie kwenye comment hapo, ni jambo gani ulikuwa ulijui, ni lipi ulikuwa unalijua, na je, kuna jambo gani lingine ambalo watu wengi hawalifahamu kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotahe? Tumeliacha hapo juu, unaweza ukaliandika kwenye comment section, na pia unaweza ukaniandikia ni movie gani nyingine unataka tuifanye katika session inayofuata. Naam, huo ni mwisho wa mambo 10 usiyojua kuhusiana na filamu ya Kuchi Kuchi Hotahe. Ulikuwa na mimi Raymond Wikuka, the amazing voice. Until next time, ciao.